BMP TV Professional Update. Umemkaje ndugu mpenzi mtazamaji wa BMP TV online popote ulipo, karibu kwenye taarifa yetu kuu ya habari kutoka hapa BMP TV online. Leo Jumatano tarehe 22 Oktoba 2025. Ni mimi Bila Pengo Olua nikiwa hapa kukuletea taarifa kamili za kitaifa na kimataifa. Kwa mawasiliano zaidi cheki namba kwenye skrini yetu ya BMP TV online. Na huu ni mtasari wa habari. Kongo Kinshasa. Katika siku chache zilizopita, mji wa Kinshasa hususan eneo la Yolo umetikiswa na taarifa za msiba mzito uliowagusa wengi. Kifo cha Bi Elombe, mwanamke aliyejulikana kwa moyo wake wa upendo, kujitolea na juhudi za kusaidia miradi ya maendeleo katika jamii yake. Kunayo na mengineyo, baki nasi ili kupata kile kinachojiri katika nchi ya kidemokrasia Kongo na dunia nzima kwa ujumla. Habari kamili. Kwa mujibu wa vyanzo vya karibu na familia ya marehemu, chanzo cha hali ya kutoelewana kilianza baada ya ziara mbili zilizofanywa na Sulei Kahuka, tajiri mwenye ushawishi mkubwa katika sekta ya biashara na ujenzi nchini DRC. Ziara hizo zililenga kuangalia maendeleo ya miradi ya kijamii inayofadhiliwa kwa sehemu na mfanyabiashara huyo kupitia ushirikiano wake na Bi Elombe. Baada ya ziara hizo, shule moja ya msingi katika eneo la Yolo ilikarabatiwa upya, kuta zikapakwa rangi, madirisha na milango kubadilishwa na vifaa vya kufundishia kukabidhiwa kwa walimu. Ni tukio lililowapa matumaini wazazi, wanafunzi na walimu wengi. Hata hivyo, mambo yalibadilika haraka. Taarifa zinasema kuwa mafanikio hayo yalianza kuibua maneno ya wivu, fitina na hisia kali kutokana na baadhi ya watu waliokuwa wakiona kama Bi Elombe anapata umaarufu na heshima kubwa kutokana na uhusiano wake wa karibu na Sulei Kahuka. Wengine walidai kuwa fedha zilizotolewa zilipaswa kupitia mikononi mingine, huku wengine wakipinga kwa hoja kwamba msaada huo ulikuwa ni wa huruma na haukuwa na nia yoyote ya kisiasa wala binafsi. Ushuhuda wa wananchi. Mkazi mmoja wa Yolo alitambulisha kwa jina la Mama Justin. Alisema kwa huzuni kubwa, tulimjua Bi Elombe kama mama wote. Alikuwa mstari wa mbele kusaidia wanafunzi maskini, kulipa karo na hata kugawa sare kwa watoto ambao hawakuwa na uwezo. Huu ni msiba mkubwa kwa jamii yetu. Naye kijana mmoja Patrick alisema, tangu ule ukarabati wa shule ulipofanyika, maneno yalizidi mitani. Watu walianza kumsema vibaya, wengine wakimzushia mambo yasiyo na msingi. Dunia leo imejaa wivu. Kifo cha Bi Elombe. Taarifa rasmi kuhusu sababu kamili ya kifo chake bado hazijatolewa na mamlaka husika, lakini vyanzo vya karibu vinaelezea kuwa alifariki katika mazingira yaliyotajwa kuwa ya ghafla. Kwa mujibu wa taarifa za awali, Bi Elombe alikuwa bado akihusiana na shughuli za kijamii na alionekana mwenyewe afya njema siku chache kabla ya tukio hilo. Kifo chake kimeacha pengo kubwa katika familia, marafiki na wale wote waliowahi kuguswa na moyo wake wa upendo. Kurejea kwa Sulei Kahuka. Katika hali iliyogusa mioyo ya wengi, mfanyabiashara Sulei Kahuka ambaye alikuwa nje ya nchi kwa shughuli za kibiashara amerudi nchini kutoka Geneva, Uswisi, mara baada ya ndege yake kutua katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Njili. Kahuka hakusimama popote, bali alielekea nyumbani kwa baba yake, akiwafariji wanafamilia waliokuwa katika maombolezo makubwa. Mashuhuda wanasema alionekana mwenye huzuni kuu, kimya na mwenye majonzi makubwa, jambo lililoonyesha wazi ukaribu wa kihisia aliokuwa nao na marehemu Bi Elombe. Kwa mujibu wa watu wake wa karibu, Kahuka alikuwa ameshiriki katika kusaidia miradi mingi ya kijamii kwa ushirikiano na Bi Elombe, hasa katika maeneo ya elimu, afya na uwezeshaji wa wanawake. Maneno ya heshima na maombolezo. Mitandao ya kijamii imefurika na salamu za rambirambi kutoka kwa watu wa ushuru, viongozi wa dini na wanaharakati wa kijamii. Mmoja wa wafuasi wa miradi ya Elombe aliandika, tulimpoteza mama mwenye moyo wa dhahabu. Aliamini katika elimu kama njia ya kuinua jamii. Hatutasahau mchango wake. Mwingine aliandika, Sulei Kahuka alisaidia sana katika maendeleo ya shule. Kupitia ushirikiano wake na marehemu, tunamwombea nguvu katika kipindi hiki kigumu. Tunahitimisha taarifa yetu kutoka jijini Kinshasa. Kifo cha Bi Elombe si hasara tu kwa familia yake,
bali ni pigo kwa jamii ya Yolo na taifa zima la Kongo. Alikuwa nembo ya matumaini, mfano wa mwanamke mwenye maono aliyetolewa kwa ajili ya elimu na ustawi wa watoto wa taifa hili. Jamii inasalia na swali moja kuu: kwa nini mema mara nyingi ukatishwa kwa njia ya huzuni? Katika maneno ya mwisho ya wananchi wengi mitani, sauti moja inasikika kwa uchungu: repose en paix Madame Elombe. Dunia imekosa nuru nyingine, wema wako hautasahaulika kamwe. Pia BMP TV Online haiwezi kasahau wema wako kamwe. Pumzika kwa amani Mama Elombe. Pole kwa familia, marafiki na wananchi wote wa Yolo na Kinshasa. BMP TV inakutakia ulale mahali pema peponi. Na hivi ndivyo tunafunga ukurasa wetu wa habari kutoka hapa BMP TV Online. Endelea kuwa nasi kwa vipindi vingine vinavyofuata. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na comment ili uwe kwanza kupata update zetu zenye uhakika na zenye kuaminika zaidi. Kwa njia zaidi ya mawasiliano, cheki namba kwenye screen yetu ili tuwasiliane, wapendwa wetu, watazamaji wetu. BMP TV Professional Update.